Tofauti kubwa zaidi tu, ile ni timu kubwa, nafikiri hilo ndio sababu ni kubwa. Lakini hizi ni timu za nyingine, ni mambo yale yale, maisha yale yale. Hapo tunaweza kukaa na kufanya vizuri na kucheza vizuri. Timu ni hiyo hiyo, timu zingine. Ipi ambayo ilikuwa inakupa shinikizo kubwa sana unasema sasa hapa tukipata matokeo ama tusipopata itakuwa? Yeah, of course unajua kwa timu kubwa kama Young Africans fans wengi, kwa hiyo pressure lazima inakuwa kubwa zaidi kutokana na vile ambavyo mafans wanatamania kupata matokeo kwa wakati. Lakini tunamshukuru Mungu pia kwa timu ambazo hizi zinazopita pia inakuwa ni nzuri. Kwa mfano kama sasa hizi tuna TRA ni timu nzuri sana kwa sababu ina fans wengi. Kwa mfano ukiangalia mechi ya kucheza Tabora fans wengi, ukiangalia mechi ambayo tunacheza Mwanza pia fans wanakuwa wengi. Kwa hiyo nafikiri utofauti unakuwepo, lakini sio mkubwa tofauti na vile ambavyo vilikuwa zamani, lakini unakuwepo, lakini kikubwa ni vile kufocus, kikubwa ni kupambania matokeo kwa sababu kuachana mashabiki timu pia na malengo yake. Kwa hiyo lazima upate malengo ya timu, push na ili kuweza kupata mafanikio zaidi ya timu. Asante sana. Nataka unisaidie kitu hapo. Umecheza nafasi ya ulinzi na ni miongoni mwa beki bora sana wa eneo hilo wakati wako ukiwa Yanga na timu zote tulizocheza. Sasa hivi Shabalala yupo Yanga, lakini Shedrack Boka pia yuko pale Yanga. Ukitazama Shabalala nafasi yake Yanga na uwezo wake na ushindani ulivyo, unaweza kusema nini kwa Shabalala? Kiukweli Shabalala pia ni mchezaji mkubwa. Anacheza klabu kama Simba, ashacheza timu ya taifa. Kwa hiyo bado nafikiri kwa mindset yake ana uwezo bado wa kupambania pale. Na kikubwa tu ni nafasi. Kwa sababu sasa hivi bado hajapata nafasi kubwa, lakini naamini kwa sababu tayari washaanza mazoezi pamoja na timu washajumuika pamoja. Kwa hiyo nafikiri nafasi yake bado ipo. Nafikiri ni nafasi. Tukipata nafasi ataonyesha uwezo wake mkubwa. Kuna urahisi unaona Shabalala kuchukua nafasi ya kushoto pale kwa Yanga? Yeah, inawezekana sana. Kwa inawezekana akachukua nafasi kwa sababu pia Shedrack Boka sio mchezaji mbaya, lakini pia Shabalala sio mchezaji mbaya. Ni vile ambavyo unavyotumia mindset yako, naamini tu ni vile nafasi. Atakipata nafasi naamini atachukua nafasi na kuendelea kuchukua gugumu lake kama kawaida. Pale Mnyama Simba ana kijana Mlingo, kijana mdogo sana. Ametoka na Mungo tu. Ukubwa wa nafasi iliyoachwa na Shabalala na pia Mlingo kijana, unaweza ukasema nini kwa Mlingo wakati huu ili msaidie? Kiukweli kwa mchezaji kama Mlingo sio mchezaji mbaya, ni moja ya mafubeki wazuri sana kusaidia kwenye ligi yetu ya Tanzania, lakini pressure ya kuondoka kwa Shabalala pale Simba ni pressure kubwa kutokana na mafanikio aliyofanya pale au performance aliyofanya pale, lakini hiyo haimpi sababu ya kumfanya aingie kwenye wasiwasi mkubwa kutaka kufanya mafanikio makubwa zaidi. Kikubwa ni vile kwa sababu ya uwezo wake na kipaji chake alichonacho, mimi naamini taratibu anavyozidi kupata nafasi na anazoea timu na atafikia malengo yake na malengo ya timu pamoja. Iwezekana hili hujaulizwa muda mrefu. Ni winga gani mkikutana naye ama mshai kukutana? Ukasema leo huyu mwamba huwa ananisumbua, leo kinaumana. Ni winga gani ambaye mkikutana kazi inakuwa kazi kweli kweli ofisini kwako? Ya kiukweli kwa mawinga wa Tanzania ambao nishakutana naye kidogo anakuwa ni mgumu kidogo, Idi Nado ni winga mzuri sana. Mmoja wa mawinga ambao wako kwenye ligi yetu ya Tanzania. Mawinga wazuri zaidi. Kwa hiyo nafikiri competition inakuwa nzuri zaidi. Au sio? Nani fullback kushoto ambaye unavutiwa naye ama amekuvutia wewe kwa mchezaji? Wako wengi sana. Kwa bongo mmoja kwa nje mmoja. Bongo wa zamani sana ambao ulikuwa unawapendaga sana ambao unawakubali sana ni alikuwa Juma Jabu pamoja na Amiri Mafuta. Mafuriki wa zamani, lakini ambao wamekuja lazima nimpe mmoja, nimpe Mohamed Hussein Shabalala kwa sababu kaweza kumudu kwenye nafasi hiyo kwa muda mrefu na kaweza kuonyesha uwezo. Na wengine wote ambao wanakujia ni mabeki pia wazuri, naamini nafasi na uwezo pia naamini wanaweza kufikia malengo yao pamoja. Bwana, shukrani sana kwa mazungumzo. Asante sana. Kodi yetu maendeleo yetu. Oh yeah. Timu mpya, lakini sio timu mpya ya maskini na watu. Kuna timu ilikuwa tayari, lakini timu mpya ambayo iko Premier League. Kwa hiyo nafikiri ni nafasi nzuri kwa sisi wachezaji kwa kuonyesha uwezo wetu. Kwa hiyo nafikiri kwa msimu huu ni ndio na nafasi ya kuhamia ili tuweze kukamilisha timu. Msimu uliopita Tabora United na sasa TRA ilishia nafasi ya tatu. Msimu huu mnahitaji nini kama wachezaji kutengeneza morali na kufanya vizuri zaidi kama mechi mbili sana? Yeah, of course kwa mechi mbili sare mbili sio mbaya kwa sababu ni mwanzo wa ligi, lakini ukiangalia msimu uliopita nafasi timu ilishia vizuri. Kwa hiyo inakuwa ni moja ya chachu kwa timu kama timu sisi pamoja na wachezaji wenzangu na benchi ya ufundi kuweza kuhakikisha tunafika malengo mazuri zaidi ya pale ambapo tumeishia msimu uliopita. Lakini hii ni chachu tunafanya tuweze kuendelea kupush zaidi ili kufikia malengo yetu. Ulipita kwa Young Africans, maisha unazungumziaje ndani ulikuwa Young Africans na sababu zingine? Kiukweli unajua Young Africans ni timu tofauti kidogo na timu nyingi za
ligi kuu. Kwa hiyo ina nafasi yake kwa sababu ni timu kubwa. Tunajua timu kubwa ni timu kubwa, lakini pia hatuwezi kusema hizi timu ambazo tunazopita zinakuwa ni timu mbaya, hapana. Ila inakuwa tu ni the way ambavyo unavyotrain akili yako, the way ambavyo unavyoishi na yaani ni vile vile maisha ni yale, lakini kikubwa ni vile ambavyo